Ni saa moja saa zetu za Afrika Mashariki. Mtazamaji, asante sana kwa kuchagua TVC247 kama kituo chako cha kukuletea habari. Hivyo basi andamana nasi hadi tamati tukupashe yaliyojiri hii leo. Tuanze na vidokezo. Mimi ni Martin Base. Hujambo na karibu. Jina langu ni Kauthar Mariam. Edwin Sifuna ameteuliwa kutoka nafasi ya katibu mkuu wa ODM, huku Catherine Omanyi ateuliwa kuwa katibu mkuu kwa muda. Na chuo kikuu cha Masai Mara chaomboleza vifo vya wanafunzi 4 chini ya mwezi mmoja. Raia wa Uswizi amekamatwa Watamu huko Mombasa kwa tuhuma za kunajisi msichana mwenye umri wa miaka 15. Masuala ya vijana ni ya muhimu mkubwa kiasi kwamba yanastahili kupewa kipaumbele na kuangaliwa binafsi na mimi mwenyewe, amesema Rais William Ruto. Mbivu na mbichi kubainika katika chuo kikuu cha Masai Mara, ambapo Alhamisi kesho kutakuwa na uchaguzi wa serikali mpya kati ya Fire na Power. Na Kenya itakabiliana na Urusi kuhusu uandikishaji wa haramu wa Kenya katika jeshi. Sakaja apinga uhamishaji wa majukumu ya kaunti, anatetea ushirikiano wa kitaifa. Na katika kimataifa ni kwamba Iran na Marekani zinatarajia kufanya duru mpya ya mazungumzo ili kukopesha migogoro. Na michezoni ni kwamba Chelsea yatoka sare ya mabao mawili, huku Manchester United wakiambulia sare ya 1-1. Hizi ni habari kamili, andamana nasi hadi tamati. Hakikisha umepata taarifa kwa ukamilifu. Na chama cha Orange Democratic Movement ODM kimepiga hatua ya kushangaza baada ya Edwin Sifuna kuondolewa madarakani kama katiba mkuu wa chama hicho cha nafasi yake kuchukuliwa kwa muda na Catherine Omanyi, ambaye hadi hivi sasa alikuwa katibu mkuu msaidizi wa chama. Uamuzi huu umefanywa na kamati ya utekelezaji ya kitaifa ya NEC ya ODM. Taarifa iliyotolewa na chama ilisema uamuzi huo umechukuliwa mara baada ya kikao cha NEC kilichokuwa huko Mombasa chini ya wenyekiti wa kiongozi wa chama Daktari Oburu Odinga. Chama kimeeleza kuwa Sifuna ameondolewa kazi kutokana na masuala ya nidhamu na mwenendo wake, ikiwa ni hatua inayotekelezwa kwa mujibu wa katiba ya chama cha ODM na sheria zinazofanya nchini. Kwa mujibu wa NEC, uamuzi huu ni sehemu ya hatua za nidhamu baada ya kujadili mwenendo wa Sifuna na wasiwasi ulioibuliwa ndani ya chama. Kwa sasa, Busia Women Representative Catherine Omanyi amepewa jukumu la kuwa katibu mkuu kwa muda hadi pale chama kitakapoteua katibu mkuu wa kudumu kupitia taratibu za chama. Aidha, chama kimeamua kuwa mchakato rasmi wa kujiondoa kwenye muungano wa kisiasa wa Azimio la Umoja One Kenya na kuhimiza utekelezaji wa taratibu zote za kikatiba na kisheria zinazohitajika kwa uamuzi huo. NEC pia imehitisha mkutano wa wanachama wa kitaifa NDC utakaofanyika Nairobi tarehe 27 Machi 2026, ambapo mwelekeo wa chama pamoja na maazimio ya mwisho ya kisiasa yatajadiliwa na kuthibitishwa rasmi. Na kwingineko, wafanyabiashara walio chini ya Balita wamesema seneti iwache kuendelea na mjadala wa mswada wa udhabiti wa tumbuka marekebisho wa mwaka wa 2024 na badala yake ufanywe uamrisho mpana zaidi umma kabla ya kupitishwa. Wakizungumza Nakuru tarehe 11 Februari 2026, katibu mkuu wa Balita Boniface Gachoka alisema kwamba seneti haikufanya ushirikiano wa kutosha wa umma wakati wa kuandaa mswada huo, na kwamba wajumbe wa muungano huo wanachama zaidi ya 54,000 hawakupata nafasi ya kuwasilisha maoni yao. Alisema utekelezaji wa mashauriano katika Nairobi tu haikuwa wa kutosha, na ndio sababu mswada umeibua hasira kubwa katika chama. Moja ya hoja kuu ya wafanyabiashara ni pendekezo la kukandamiza ladha katika bidhaa za nikotini, ambapo vile vapor na pouches ambalo wanadai kwamba halina mantiki na litachochea soko la bidhaa haramu, kwani watu wataenda kununua bidhaa zisizo na leseni au zinazorushwa binafsi na hivyo kuathiri biashara halali
na mapato ya serikali. Hata hivyo, Balita wamesema seneti inapaswa kusitisha shughuli za mswada huo hadi kusikiliza maoni ya wananchi katika ngazi ya kaunti na kufanywa marekebisho ili kubadilika na wadau wote. Wameonya kwamba iwapo seneti haitafanya hivyo, watatafuta njia ya kisheria kutafuta haki. Pia wafanyabiashara kutoka Mombasa na Eldoret wamesema hoja hizo juu ya mswada ni sawa, wakisema kwamba pendekezo lolote kukandamiza ladha litaendelea katika sura yake sasa, basi biashara zao zitapata hasara kubwa na soko la bidhaa zisizo na ushuru litaongezeka zaidi. Kwingineko ni kwamba chuo cha Masai Mara chaomboleza vifo vya wanafunzi zaidi ya 4 kwa mwezi mmoja, hali ambayo imeibua hali ya taharuki katika chuo hicho. Hivyo basi tutakuwa tukiangazia swala hilo kwa taarifa zetu zijazo, manake hatujapata taarifa kamili kuhusiana na swala hilo. Na huo ndo mwisho wa taarifa zetu za TVC 247, lakini ni kuacha na kauli ya siku kwamba ni afadhali jana kuliko kesho, manake jana umejua yaliyofanyika, na hivyo basi leo hutajua ama kesho hutajua kitafanyika nini. Niite Martin Base, siku zote endelea kutufuatilia ndani ya TVC 247, bila shaka utapata mengi. Asante sana kwa kuungana nasi hadi tamati. Jina langu ni Kauthar Mariam.